Mahakama Kuu ya Windhoek nchini Namibia imeamuru kulipwa fidia ya dola milioni 14 za Namibia sawa na shilingi bilioni 2.25 za Tanzania kwa raia wa Angola Matthews Shakolo baada ya Wizara ya Afya na Huduma za Jamii nchini humo kushindwa kuwasilisha utetezi wake katika kesi ya uzembe wa kitabibu. Hii ni TriGen Media. Shakolo alishtaki serikali akidai kuwa alikuwa akipatiwa matibabu tofauti na ugonjwa wake katika vituo kadhaa vya afya vya umma kaskazini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, kuanzia mwaka 2018 Shakolo alikuwa akipewa dawa za kifua kikuu yani TB na aliendelea kuzitumia kwa takribani miaka 3 baadaye, licha baadaye kugundulika kuwa hakuwa na ugonjwa wa TB. Wataalamu wa afya katika vituo kadhaa vya umma kwa nyakati tofauti walikuwa wakitoa dawa hizo bila maelezo ya kutosha kwa mgonjwa, licha ya yeye kuomba ufafanuzi wa kitabibu mara kwa mara juu ya ugonjwa aliodaiwa, lakini anadai alipuuzwa na maafisa wa afya. Shakolo pia aliambia mahakama kuwa alilazimishwa kuendelea na dawa hizo hata baada ya kupatwa na madhara makubwa ikiwemo kizunguzungu, kutapika, kupoteza hamu ya kula, uoni hafifu, udhaifu wa misuli na msongo wa mawazo. Aidha, matibabu hayo ya muda mrefu yalimletea pia matatizo ya moyo na kuathiri afya ya maisha yake kwa kiasi kikubwa. Katika vielelezo vyake mahakamani hapo, Shakolo alieleza kuwa maafisa wa afya walishindwa kufanya vipimo sahihi na hivyo kumpa dawa zile zile kwa tatizo ambalo hakuwa nalo na kuendelea kumpa matibabu bila kuthibitisha kama bado alihitaji matibabu hayo kabla ya yeye kufanya vipimo katika vituo vingine vya afya ambapo alibainika hakuwa na tatizo la kifua kikuu. Mahakama imekubali kuwa matibabu hayo ya muda mrefu yamemwathiri mlalamikaji na kumsababishia madhara makubwa ya kimwili, kihisia na kifedha. Kwa mujibu wa hukumu iliyotolewa, Mahakama Kuu imeamuru serikali ya Namibia kupitia Wizara ya Afya kumlipa mlalamikaji kiasi cha dola milioni 14 za Namibia kama fidia ya madhara ya kimwili, mateso ya kihisia, kupoteza kipato, gharama za usafiri, malazi pamoja na athari za muda mrefu za kukosa huduma mbalimbali za kitabibu zinazodaiwa kufanywa na maafisa wa afya. Washtakiwa waliotajwa katika kesi hiyo ni pamoja na Waziri wa Afya na Huduma za Jamii, uongozi wa juu wa wizara hiyo pamoja na afisa wa afya katika kituo cha afya cha Onandi Jokwe. Hii ni TriGen Media.